CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi 8, Club Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84 kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF. Kama afisa mtendaji mkuu wa bodi hatajiuzuru, kama katibu mkuu wa TFF hatajiuzuru, klabu yetu ya Young Africans msimamo wake ni huu: hatutashiriki mechi namba 184, hatutacheza mechi zilizobaki za ligi msimu huu, 2 zilizobaki. Klabu yetu haitashiriki pia ligi kuu msimu ujao. Yaani sio kwamba ni hapa. Hatutacheza mechi namba 184, hatutacheza viporo viwili vya ligi vilibaki, hizo mechi 2 za ligi, na hatutashiriki rasmi ligi kuu msimu ujao. Taratibu nyingine zote zinaendelea kwa kamati tendaji. Tutakwenda wapi, tutafanya nini, tunajua cha kufanya. Na nitumie fursa hii kuwaambia wote ambao mnafikiri kwamba tunafanya mzaha, ndugu zangu, kwenye hili we are more than serious. Tuko serious zaidi ya mnavyodhani, zaidi ya mnavyofikiria. Na kama yuko mmoja wao pengine anakaa na kuwadanganya kwamba kuna pointi ya Yanga itapunguzwa, ndugu zanguni, huyo mtu aache hayo mawazo mara moja. Hakuna pointi ya Yanga itaguswa. Na kama yuko mwanaume kugusa hiyo pointi, aguse aone nguvu ya wananchi inazungumzaje. Kama yuko huyo mtu ambaye anawaambia punguzeni pointi hapa, aguse na ajaribu kugusa hata nusu pointi. Hiyo pointi 15 mbali, nusu pointi aguse. Alafu ataiona nguvu ya wananchi inazungumzaje. Hizi pointi 73 ndugu zangu tumezipata kwa jasho sana.